Habari na hujambo mtazamaji wa ZBC, karibu. Hili ni dau la habari, nashirikiana na Shweha Hatibu katika lugha ya alama. Jina langu ni Zuena Manga, karibu. Serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya kisheria ili kufanya Zanzibar kwa kitovu cha huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria ya Kiislamu. Tuungane na Mwanaisha Musa kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa shirika la Zanzibar Treasure Sukuk Limited, Waziri wa Fedha na Mipango Mheshimiwa Juma Malik Akili amesema kufunguliwa kwa Zanzibar Sukuk ni hatua ya kimkakati inayolenga kupanua wigo wa vyanzo vya mapato ya serikali bila ya kuongeza mzigo wa mikopo yenye riba. Sukuk nataka kuanza kusikia kwamba tunaanza kuwa katika vyombo, tunasikika, tunaanza kuwa tumekaa kimya, azif kwamba taasisi kama imelala. Sasa juhudi zile zinaendelea na tunataka kuhakikisha kwamba tunakwenda katika staili nyingine. Mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Treasure Sukuk Limited, Masud Rashid Mohamed, amesema taasisi mbalimbali za serikali zimeonyesha nia ya kutumia mfumo wa sukuki kufadhili miradi yao ya maendeleo ili kutatua kwa urahisi matatizo yanayoyakabili mashirika hayo. Tumeona kwamba kuna taasisi nyingine za serikali ambazo zinataka kutumia mfumo wa sukuk kwenye kufinance fedha, ikiwemo ZECO, ili kusolve ile swala la umeme. Aidha, amesema kwa mwaka huu amepanga kuanzisha mfumo wa kidijitali utakaorahisisha miamala hiyo, ambapo unatarajiwa kuanza kufanya kazi rasmi katika robo inayofuata ya mwaka wa fedha. Mwanaisha Musa, ZBC. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, kwengineko, serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya kisheria ili kuifanya Zanzibar kuwa kitovu cha kisheria kwa kitovu cha huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria ya Kiislamu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza huko katika skuli ya JKU Mtoni katika iftari maalumu ya miaka 49 ya kuanzishwa kwa JKU, amesema ni jambo la kupongezwa kwa viongozi waliopita kwa kuendelea kuimarisha JKU ili kutekeleza majukumu yake. Mkuu wa JKU, Kanali Makame Abdallah Daima, amesema kila ifikapo Machi 3 JKU huadhimisha siku ya kuanzishwa kwa JKU kwa kufanya mabonanza mbalimbali. Hivyo kwa mwaka huu wameona kuna umuhimu mkubwa wa kufanya iftari ya pamoja yenye lengo la kuadhimisha miaka 49 ya kuanzishwa kwa JKU. Pamoja na kuwa JKU tuna utamaduni wa kuftari pamoja kwenye zoni na makao makuu kwa miaka iliyopita, lakini mwaka huu kipekee tukaona tarehe 3 mwezi wa 3 leo tunatimiza JKU miaka 49 toka kuasisiwa JKU. Tukasema sasa badala ya kufanya mabonanza kwenye mwezi mtukufu huu, tuandae iftari hii ambayo itakuwa ni dua kwetu zinazosomwa sasa hivi kwa JKU na kwa taifa letu kwa ujumla. Akitoa shukurani baada ya iftari hiyo, mkuu wa skuli ya JKU Kanali Jabir Saleh Simba amewashukuru washiriki wa iftari hiyo na kuwaomba kuendelea kuiombea dua JKU pamoja na viongozi wa nchi. Vile vile tunachukua nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao tumewaalika na wakakubali kuitikia mwaliko wetu kwa siku ya leo hapa, wakaungana na sisi katika shughuli yetu ya leo. Wanasema Waswahili kwamba shughuli ni watu, na bahati nzuri naona watu wametanda kila upande humu ndani kwenye VIP, lakini kiangalia na nje kule naona kumefurika kabisa. Kwa mheshimiwa, kwa niaba ya mkuu wa jeshi la kujenga uchumi na maafisa wote na wapiganaji, naomba nichukue nafasi hii kushukuru tena mara nyingine. JKU imeanzishwa mwaka 1977 kwa lengo la kulea na kuwafunza stadi mbalimbali vijana wa Kizanzibari. Shweha Hatib, ZBC. Naam, ni taarifa yake Shweha Hatibu inayohusiana na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum
za SMZ kuhusiana na iftari huko JKU. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamadi Yusuf Masauni amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani kuendeleza ibada, kuhurumiana na kujenga tabia ya kuvumiliana. Tupate taarifa zaidi na Suhaila Pongwa. Zungumza baada ya futari iliyoandaliwa na uongozi wa jimbo la Mfenesini, amesema ni jambo la faraja kuona futari hiyo imelenga zaidi watu wenye mahitaji maalum, jambo ambalo linaakisi misingi ya dini ya Kiislamu ya kusaidiana na kujali wahitaji. Farijika sana kuona ushirikiano huu umeendelea kuimarika, na ni imani yangu kwamba utasaidia sana kuweza kufanikisha malengo na dhamira ya viongozi wa jimbo hili katika kuwaletea maendeleo wananchi wa jimbo la Mfenesini. Nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi kupitia kwa mwenyekiti wangu wa mkoa na viongozi wote wa ngazi ya mkoa, wilaya, jimbo kwa kuweza kushirikiana pamoja leo hapa na wananchi wote ambao mmeshiriki mliopo hapa. Mbunge wa jimbo la Mfenesini Mheshimiwa Asha Juma Kombo na mwakilishi wa jimbo hilo Machano Othman Saidi wamesema Ramadhani ni mwezi wa rehema, mshikamano na kusaidiana. Umoja huu naomba uendelee, tuzidi kushirikiana na tujenge mshikamano zaidi katika jimbo letu, kwani naamini kwamba ndani ya mshikamano ama mashirikiano basi ndio maendeleo yanatokezea. Hii ni mwanzo tu, lakini tutazidi kushirikiana kuendeleza iftari yetu hii kwa kushirikiana na Al-Ata Charity Foundation. Baadhi ya waumini waliohudhuria futari hiyo wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo, wakisema kuwa imeimarisha umoja na ukaribu wao na viongozi. Natoa wito kwa wale wenye uwezo kama watu wote waliowajalia Mwenyezi Mungu, na wao watafuta watoto yatima wale na wazee waliokuwa hawajimudu, wafutarishe kama hivyo walivyofanya wenzao kwa manufaa yao na kwa Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kiukweli kabisa kwenye imani ya dini yetu ya Kiislamu na kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza tunasema alhamdulillah, tumelipokea vizuri sana ili swala. Wangu wenye uwezo, kwanza ningependelea sana kwa wao wana moyo kutoa, watoe msaada kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu hivi ni vitu adhimu sana na Mwenyezi Mungu analipa kutokana na haya yaliyopo, kwa sababu anasema unachotoa, yani kama umekopesha, lakini Mwenyezi Mungu anakulipa ziada. Hafla hiyo iliyoandaliwa na viongozi wa jimbo la Mfenesini kwa kushirikiana na Al-Atwa kutoka Uturuki inalenga kuimarisha udugu, kuwakumbuka wenye mahitaji na kuendeleza mshikamano wa kijamii ndani ya jimbo hilo. Suhaila Pongwa wa ZBC. Naam, na sasa tuelekee jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imekamata tani 9.93 za dawa za kulevya aina mbalimbali na chupa 1795 za dawa tiba zenye asili ya kulevya, huku watuhumiwa 151 wakikamatwa kuhusika na uhalifu huo. Tuungane na Juma Shabani. Hayo yamesemwa na Kamishna Jenerali Mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Eladas James Limo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Amesema mamlaka imefanikiwa kuteketeza ekari 87.5 za mashamba ya bangi, huku magari 6 na pikipiki 29 vilikamatwa katika operesheni hizo. Aidha, magari 6 na pikipiki 29 zimekamatwa katika operesheni hizo kwa kushirikiana na maafisa wa kituo cha forodha cha Mtukula kilichopo wilaya Misenyi, mkoa wa Kagera. Mamlaka imekamata dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya pethidine boksi 105 zenye chupa 1045, morphine sulfate boksi 31 zenye chupa 310 na fentanyl boksi 44 zenye chupa 440. Dawa hizo zilikamatwa katika basi la abiria la kampuni ya SR Classic lenye usajili wa nchi ya Kongo namba 5673 AB04 linalofanya safari zake kati ya nchi ya Uganda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dawa hizo ziligundulika wakati wa upekuzi wa basi hilo katika kituo cha forodha cha Mtukula lilipokuwa likiingia nchini Tanzania kutokea nchini Uganda. Aidha, Eladas Limo ameongeza kuwa operesheni zilizofanyika zinaonyesha jitihada za serikali katika kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya nchini. Tutaendelea kupambana na wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya pamoja na dawa tiba zenye asili ya kulevya
ili kuhakikisha hazichepushwi na zinawafikia wagonjwa wanaohitaji dawa hizo badala ya kutumiwa na wahalifu kama mbadala wa dawa za kulevya. Tutaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za serikali, mashirika, asasi za kiraia pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii kuhakikisha kwamba tatizo la dawa za kulevya linadhibitiwa kikamilifu hapa nchini. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ni mimi Juma Shabani wa ZBC. Asante Juma Shabani kutoka jijini Dar es Salaam. Tukiachana na hayo, wanafunzi wamesisitizwa kutojiingiza katika janga la uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya pamoja na kujiepusha na vitendo vya udhalilishaji. Jamila Thabiti anaeleza zaidi. Ofisi yetu imefanya utafiti juu ya masuala ya gender based violence na tukaona bado masuala ya udhalilishaji yapo, na ukiangalia taarifa za mahakama bado kesi zipo na uelewa bado unahitajika zaidi na zaidi, na hasa katika maskulini ambapo huku kuna udhalilishaji wa kila aina ambao wao hawaelewi sengine kama huu ni udhalilishaji au nini tufanye baada ya hapo. Mahfudha Masud Ali ni wakili wa serikali kutoka afisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar. Akizungumza katika zoezi la utoaji wa elimu ya dawa za kulevya na udhalilishaji kwa wanafunzi wa skuli ya sekondari Maungani, amesema wanafunzi ni miongoni mwa wahanga wa masuala hayo, hivyo elimu hiyo wanayowapatia itawasaidia kujilinda dhidi ya vitendo hivyo. Tumewalenga vijana au wanafunzi baada ya kuona kwamba hawa ndio taifa ambalo tunategemea kwa kesho. Hawa wakipata uelewa watakuwa ni mabalozi kwa mitaani, lakini pia hawa ni wahanga wakubwa wa masuala hayo dawa za kulevya pamoja na udhalilishaji. Hivyo basi tumefanya elimu hii ili tunatarajia kupunguza au kuondosha kabisa haya masuala ya udhalilishaji katika jamii zetu pamoja na masuala ya kutumia dawa za kulevya, hasa kwa kuanzia hawa vijana wadogo, ambapo huku ndo msingi imara tunakojenga. Tumekuja kwenye jamii ambapo moja kwa moja inagusa direct kabisa, tumekuja chini kwenye jamii ili basi elimu hii iweze kutumika zaidi, inaweze kuwanufaisha wao pamoja na vijana wenzao wakirudi huko majumbani. Wakitoa mada katika skuli hiyo, wakili wa serikali Sumaiya Awadh Hassan na Musa Hamad Tajo wamesema serikali haitosita kuwachukulia hatua kali wanaojishughulisha na vitendo hivyo viovu kwa mujibu wa sheria. Wanajiona kwa kuwa wao ni wanafunzi, labda zile dawa za kulevya watakapokuwa wanazitumia, sheria haitoweza kuchukua mkondo wake, bali tumekuja kuwapa elimu waweze kutambua kwamba sheria ni msumeno, inakata kote kote. Ukiwa unatumia madawa ya kulevya, ukiwa msambazaji, ikiwa msafirishaji, ikiwa unamficha mtu ambaye anatumia dawa za kulevya, basi hata kama uwe mwanafunzi wa jinsia ya kike ama ya kiume, basi sheria lazima itachukua mkondo wake. Ni lengo kuwapa uelewa wanafunzi wa skuli ya Maungani, sekondari ya Maungani, kuweza kujikinga na makosa haya, aidha kuwafanyia wenzao ama kufanyiwa wao wenyewe. Lakini pia kwamba muhimu zaidi kwamba wanapoona viashiria hivi hawatakiwi kukaa kimya, wanatakiwa kutoa taarifa. Wanafunzi wa skuli ya Maungani wamesema wamejifunza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kujua mbinu za kuepukana na udhalilishaji na dawa za kulevya. Ilikuwa tu nasikia kwamba watu wanavuta madawa ya kulevya, lakini nilikuwa sijui athari zake. Siku ya leo nimeweza kujifunza kwamba madawa ya kulevya yanapelekea ugonjwa wa mapafu, maradhi ya ukimwi na vitu ambavyo tunaweza kupoteza nguvu kazi katika jamii. Mwendelezo huo wa utoaji wa elimu kwa jamii juu ya utambuzi wa sheria na adhabu zake ni miongoni mwa juhudi za afisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar kuijengea uelewa jamii ili kuisaidia kuepuka kuingia katika hatia za makosa tofauti. Jamila Thabit, ZBC. Na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali imesema kutolewa kwa mafunzo ya elimu ya usalama kwenye maji na uokozi itasaidia vijana kupata ujuzi na kufikia malengo ya serikali ya kuinua kipato na kuimarisha sekta ya uchumi wa buluu. Tuungane na Amina Mchezo. Akifungua mafunzo ya kuogelea na uokozi kwa maafisa wa elimu wa wilaya na mikoa, naibu katibu mkuu taaluma Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Amos John Enoch amesema serikali imewekeza zaidi katika sekta ya uchumi wa buluu, hivyo vijana watakuwa na uwezo wa kuogelea na kuokoa maisha ya wengine. Sasa swala la kuogelea linakupa exercise kubwa sana ndani ya mwili wako ukilinganisha mazoezi mengine yoyote ambayo unaweza ukafanya kwa kawaida. Lakini swala hili la watoto kujua kuogelea
ni sehemu yao ya ajira, ni sehemu ya ajira. Tunaona madaiva wengi wanatoka, madaiva wengi lazima ujue kuogelea, lakini tunaona hawa wanawapeleka watalii kwenye visiwa vile, lazima wanajua kuogelea. Kuna snorkeling, lazima ujue kuogelea. Hizo ni sehemu za ajira. Mkurugenzi wa taasisi ya elimu ya usalama kwenye maji na uokozi Panje Project, Mohamed Suleiman Saidi, amesema mafunzo hayo yanasaidia kuweka usalama wa vijana na kujihami katika maisha yao. Umoja wa Mataifa na maeneo mengine walitoa mapendekezo juu ya masuala yanayohusiana na kuzuia kuzama kwa nchi tofauti tofauti duniani, wanachama wa Umoja wa Mataifa, kuanzia mwaka 2021 baada ya kutoa azimio la kuzuia kuzama duniani. Na sisi kama Zanzibar, alhamdulillah, tumekuwa tukijikita kwenye kuhakikisha kwamba tunaendana na dunia katika kasi ambayo dunia inataka. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yatawasaidia kwa kiasi kikubwa katika kuendelea kuhamasisha wanafunzi pamoja na wazazi umuhimu wa kupatiwa mafunzo ya kuogelea. Amina Mchezo, ZBC. Zaidi ya wakazi 3,000 wanaoishi katika kijiji cha Taweta kilichopo kata ya Masagati, wilaya ya Kilombero, wameomba kukamilika kwa kituo cha afya cha serikali na kuanza kutoa huduma ili kuepusha usumbufu wa kufuata huduma hizo katika vituo binafsi. Tuungane na Clophas Flavian kutoka Morogoro. Baadhi ya wananchi hao wamefikisha kilio chao katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mkuu wa wilaya Kilombero Danstan Kiobia katika kata ya Masagati kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Kweli sisi hapa hatuna kituo cha afya wala zahanati ya serikali hatuna. Kuna zahanati ambayo ya missionari watu wa Katoliki. Lakini changamoto siku 2-3 ilijitokeza, mimi nafsi yangu nimeumia sana. Mama mjamzito anaenda kujifungua pale, kaandaa taiti zake, chupi, kanga, nyuzi, kila kitu. Lakini anatoza 70 mpaka 60. Hapo misheni juu. Kweli nimeuliza na ushahidi upo, sasa nikashindwa kuelewa huyu mganga hiyo bei anaipanga kutokana na kipengele kipi? Yaani kumwangalia mama anapojifungua au lengo lake nini? Sasa tunataka kuua watu, wanataka kuokoa watu. Mkuu wa wilaya Kilombero Danstan Kiobia pamoja na mamia ya wananchi hao wamelazimika kutembea kwa miguu umbali wa kilomita 3 kwenda kujionea hali halisi ya ujenzi wa kituo hicho cha afya na kumtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Mlimba Jumar Abdul kutolea ufafanuzi juu ya ujenzi huo. Sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba kituo cha afya hiki kinakamilika na hela ipo. Tunataka sisi tukamilishe, wakamilisha jengo hili tunaongeza ile nyingine. Kwa sasa hivi tunavyo vituo 3 ambavyo vinakwenda kwa pamoja. Vyote ni mapato viwili, mapato ya ndani, moja serikali kuu. Kata ya jirani pale Utengule sasa hivi ni kama wanashindana na Masagati katika ujenzi wa vituo hivi viwili vya afya. Sasa hivi wao wote wako level sawa, isipokuwa tu wale wako mbele kidogo kwa sababu jengo lao la wao wameshafika mbele, washapaka rangi, washaweka aluminium. Kwa tunatarajia kukamilisha jengo hili pamoja na vyoo vya wagonjwa na hilo la maabara ifikapo tarehe 30 Juni tutakuwa tumekamilisha ujenzi. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawafikia haraka wananchi, kama ulivyosikia pale kwenye kikao, kweli kuna uhitaji wa uwepo wa huduma za afya katika kijiji cha Taweta ambacho kinaonyesha kuwa kina wakazi zaidi ya 3,000. Na kama unavyoona kata ya Masagati iko pembezoni. Kwa hiyo huduma wananchi wa hapa wanazipata kituo cha afya Mlimba ambapo kipo zaidi ya kilomita 75 kufika kule. Na kama unavyofahamu wakati wa mvua zinapokuwa kubwa barabara inakuwa haifikiki. Kwa hiyo wananchi wanapata shida namna gani ya kufika kule. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Kilombero Danstan Kiobia akalazimika kutoa maagizo ya serikali. Kabla ya mwezi wa 6 kituo kianze kufanya kazi. Wataalamu wanao, vifaa tiba navyo na wauguzi wanao. Kwa kazi yetu sisi ni kushirikiana katika ujenzi, kwamba kutoka hapa wananchi kwenda mpaka kituo kingine cha afya kilomita 75 pale Mlimba. Kutoka Mlimba mpaka Ipakala kilomita zingine 150 ambapo kuna St. Francis Referral Hospital. Kwa ni pale. Kwa ukamilifu wa kituo hiki ni kusogeza huduma kwa wananchi, ni tabasamu la Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio lengo hili. Tunasema tabasamu, tunamaanisha kwamba zile kero zenu, kutembea umbali mrefu, tuna mama kuchelewa kujifungua, tunazipata pale pale Morogoro. Clophas Flavian, ZBC, Kilombero.
Naam, mjumbe wa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia wanawake na watoto kupitia Umoja wa Wanawake Tanzania UWT Raya Mkoko Hassan ametoa sadaka kwa watu wenye mahitaji maalum wanaoishi shehia ya Mtambwe kusini kisiwa cha Kokota. Taarifa ya Asha Salim inafafanua zaidi. Akizungumza na wananchi hao huko kisiwani Kokota katika hafla ya ugawaji wa sadaka kwa watu wenye mahitaji maalum, mjumbe huyo wa mapambano Raya Mkoko Hassan amesema lengo la ugawaji wa sadaka hiyo ni kuunga mkono kina mama na watu wenye mahitaji maalum. Amesema ugawaji wa sadaka hiyo ni juhudi za viongozi wa nchi pamoja na uwepo wa amani. Kwa hiyo tuna kauli mbiu yetu ambayo tunasema ukimwezesha mwanamke ni sawa sawa na kuwezesha jamii nzima. Kwa hiyo niko hapa kusaidiana na wanawake wenzangu kwa njia moja ama nyingine ili kuweza kufanikisha masuala yetu ya kawaida. Bila ya amani hakuwezi kufanyika kitu chochote. Kwa hiyo tunawashukuru na tunapongeza, lakini pia na sisi wanajamii au wananchi wa Tanzania kwa ujumla, visiwani pamoja na Tanzania bara, tuweze kuombea viongozi wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na Mama Samia ili tuweze kuwa na amani zaidi na maendeleo yazidi kuonekana. Hao wadau wote ambao wanakuja huku, kama si wao sisi tusingeweza kufika huku. Aidha, mjumbe huyo amewataka wazazi kuwalinda watoto wao na vitendo vya udhalilishaji, huku akitumia nafasi ya kuwapongeza viongozi wakuu wa UWT. Atuondolee maradhi, atuondoleshe udhalilishaji kwa watoto wetu, tupate watoto ambao watakuwa ni taifa bora la kesho. Kama mjumbe wa mapambano dhidi ya ukatili wanawake na watoto, napenda kuwapongeza viongozi wangu wanawake ambao ndio ambao wamenichagua. Kwa upande wao, wanufaika wa msaada huo na Mboto Ame Hamisi pamoja na Haji Mwadini Haji wamesema msaada ambao wamefikia umekuja muda mwafaka kwa kipindi cha mfungo, huku mjumbe wa shehia ya Mtambwe Kusini Adamu Hamisi Adamu amesema utoaji wa sadaka hiyo ni mwendelezo wa mjumbe huyo, hivyo amemtaka kuendelea zaidi kutoa kwa watu wenye mahitaji maalum. Tunashukuru kwa kupata msaada japo ukiwa mdogo, lakini tunashukuru hivyo hivyo. Kwa kila atayepata washukuru, wasiopata wasikufuru. Kwa hiyo kwa vile nawapongeza walioleta msaada huu, nawatokea shukrani zangu za dhati kwa hili na jinginejo. Natoa shukrani nyingi sana kwa mjumbe wa mapambano kuletea awamu ya pili hii, kuletea misaada kama hii. Kwa hivyo kubwa leo ni kutoa shukrani na kumjalia, kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu amjalie kwamba yeye azidi kumpa moyo. Iftari ambayo imetolewa na mjumbe huyo ni sukari, unga ngano, mchele, maharage na mafuta ya kupikia. Kutoka kisiwani Pemba ni mimi Asha Salim. Katibu Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu Fatma Mbaruk Hamisi amesema mpango wa kubadilishana wakufunzi awamu ya pili unalenga kuwezesha vyuo vikuu vya Afrika Mashariki kuwa kitovu cha biashara na ubunifu kwa vijana. Amina Mchezo ametuandalia taarifa kamili. Akizindua mpango huo katika chuo cha ITT Madrasa Bweleo, katibu huyo amesema lengo ni kuhakikisha vyuo vinashiriki kikamilifu katika kuzalisha kampuni changa kupitia ubunifu wa wanafunzi wao. Amesema wanafunzi watapata mafunzo, ushauri na jukwaa la kuonyesha mawazo yao ya ubunifu ili wanapohitimu waweze kujiajiri badala ya kusubiri ajira za serikali. Kama mnavyoelewa, serikali kama serikali haina nafasi nyingi za kuweza kusema zinaweza kaabsorb wale vijana ambao wanahitimu kwenye chuo kila mwaka, na ndio maana sasa roli ya hichi chuo vya vyuo ambavyo vimeshiriki hapa kuweza kuhakikisha kuwa wanaandaa wale wanafunzi wao sio tu kwenye yale mafunzo ambayo wanayapata, lakini pia kuhakikisha kuwa wanawalea na wanawasaidia kwenye bunifu zao, ili na wao wakiondoka hapa wasiwe wanategemea ajira, ili na wao waweze kuajiri kwa ujumla wake. Meneja mradi wa Ufunguo Niwezeshe program kutoka UNDP, Joseph Everest, amesema programu yao ina lengo la kuwawezesha vijana kuzalisha ajira kutoka vyuo mbalimbali na kuweza kufanya utafiti. Mojawapo ni kuwawezesha waweze kuzalisha ajira zao wenyewe. Na kuna njia nyingi, lakini sehemu muhimu ya kuanzia ni pale ambapo wanapikwa kutoka vyuo vikuu.
kwa sababu tayari kuna ujuzi, kuna walimu ambao wanaweza kuwasaidia. Kwa hiyo tumeshaona kuna baadhi ya vyuo ambao wanafanya vizuri, kuna biashara nyingi ambazo zinatoka vyuoni ambazo zinaweza kwa hiyo tukasema pengine tuongeze nguvu huko pamoja na mambo mengi ambayo tunafanya ili tuweze kupata biashara nyingi ambazo zinatoka vyuoni. Nao wanafunzi Happy Weston na Kelvin Helm wamesema mradi huo una manufaa makubwa kwao, kwani utawezesha watakapomaliza chuo kujiajiri wenyewe na kusaidia jamii. Cha kwanza ni nafasi nzuri sana ambayo tumepata, sio watu wote wanapata nafasi hii, lakini zaidi inatuongezea ujuzi, tunapata exposure pia. Tunaona vitu ambavyo kwa kawaida kwenye maeneo kama chuo sio rahisi kuyaona. Katika mradi huu wa Faculty Exchange ambao unatukutanisha na wanazuoni kutoka vyuo mbalimbali, kutoka Kenya, kutoka India, kutoka University of Leeds, ambao tunachangiana mawazo tofauti tofauti, na mwisho wa siku tutakutanishwa na investors ambao watapenda idea kuweza kufanya kazi na sisi. Tutafanya nao kazi pamoja na kutuwezesha hela za kuweza kutusaidia sisi tukimaliza chuo tuendeleze na hizi programu zetu. Mpango huo wa awamu ya pili unatekelezwa kupitia programu ya Funguo ya UNDP kwa ufadhili wa ofisi ya mambo ya nje, Jumuiya ya Madola na maendeleo ya Uingereza, Foreign Commonwealth. Amina Mchezo, ZBC. Na sasa tuelekee Shinyanga. Jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania JUAKITA mkoani Shinyanga ametoa msaada wa futari na daku kwa makundi mbalimbali wakiwemo wakina mama wajane, watoto yatima na waumini wa Kiislamu waliosilimu hivi karibuni. Suleiman Abedi kutoka mkoani huko anaripoti zaidi. Akikabidhi msaada huo kwa baadhi ya walengwa ikiwemo sukari, mchele, tende, mafuta ya kupikia na unga wa ngano, Shehe wa BAKWATA mkoani Shinyanga amehimiza umuhimu wa watu wenye uwezo kuwasaidia wasiokuwa na uwezo. Mungu ametuumba tofauti tofauti. Kuna watu ambao wenye kuwa na uwezo na ambao hawana uwezo. Kuna ambao wenye kuwa na maisha ya dhiki kabisa na wengine wana maisha ya katikati. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii yote, kwa sababu sisi wa Tanzania ni watu ambao tunaishi kama jamii moja. Wale ambao wenye kuwa na uwezo wawasaidie ndugu zao, majirani zao. Jamii ambao Mungu ametujalia tukawa na uwezo, tuwasaidie hao ambao wasiokuwa na uwezo. Mbali ya kuhimiza swala la wenye uwezo kuwasaidia wasio na uwezo, Shehe Makusanyo hapa anawakumbusha wazazi na walezi wa watoto kuwalea watoto wao kwa malezi yanayozingatia maadili mema. Ni sisi kwanza kama viongozi tuhakikishe kuwa katika mikusanyiko yetu, katika maafa yetu tunazungumzia sana mmomonyoko wa maadili. Lakini si hivyo tu, wazazi kama wazazi, baba na mama washirikiane kuwapa na kuwafundisha mafunzo yaliyokuwa mazuri kabisa, tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo maadili yakikosekana ni maafa makubwa sana. Baadhi ya viongozi wa JUAKITA wamezungumzia kuhusu msaada ambao wameutoa pamoja na swala la kuzingatia maadili. Sisi JUAKITA si Ramadhani tu kwa kutoa sadaka kama hizi. Tunatoa sadaka zetu wakati wowote, vijijini, hapa mjini na kwenye uhitaji maalum kwa tunatoa. Tuwe kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaohitaji tuwasaidie, ambao hawana uwezo. Tokea majanga ya kitaifa au majanga yametokea, tunawasaidia pia. Mmomonyoko wa maadili, tumejipanga kutembea mashuleni, kutembea kwenye vijiji, kutembea kwenye makata, kuhamasisha watu kuhusu mmomonyoko wa maadili. Kwa kweli mimi ningewaasa sana wazazi, simu, utandawazi unaleta madhara sana jamii ya watoto. Walengo wa msaada huo wamepata fursa ya kutoa shukrani zao sambamba na kuwaombea dua viongozi wa JUAKITA. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa msaada ambao nimeupata kwa kina mama wa Kiislamu walivyonifikia kutoka JUAKITA mkoa. Tunashukuru sana kwa msaada kama huu, kwa kutusaidia kwa hali ngumu kama hii. Kwa niaba ya waumini wa msikiti wa Nubola, natoa shukrani sana kwa hiki ambacho mmeweza kutusaidia. Nashukuru kwa ujio wenu. Allahumma inna nas'aluka imana mustaqim wa fadlan daima. Kutoka hapa Shinyanga, Suleiman Abedi.
Waumini wa dini ya Kiislamu wamehimizwa kujitahidi kufanya mali njema ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili kuweza kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamila Thabiti ana undani wa taarifa zaidi. Akizungumza katika iftar iliyoandaliwa na kampuni ya rangi ya Gold Star huko hoteli ya Golden Tulip uwanja wa ndege, meneja mkuu wa kampuni hiyo upande wa Unguja, Abdulrahman Salim Abdulrahman, amesema kufanya matendo mema ikiwemo kufutarisha Waislamu kuna fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kufutarisha ni jambo kubwa sana, ni jambo ni mwongozo wa dini, na tumefanya hivi kwa kuwa dini yetu inasema mkirimu mtu akirimu watu. Kwa hiyo tunakirimu, tumefutarisha kwenda kwenye mwongozo wa dini ambao Mwenyezi Mungu anaupenda, na hii ni mara ya kwanza kufanya futari kwa wateja wetu, especially contractor wenye mahoteli. Tunawa supply vitu, tunawa supply rangi, na bahati hii ni kubwa na nategemea itakuwa na manufaa makubwa. Meneja mauzo na ufundi wa kampuni hiyo kutoka Tanzania Bara, Ali Khalfan Ali, amesema wameamua kufutari pamoja na wadau wao ikiwemo wanunuzi wa bidhaa hiyo na wajenzi kutoka katika taasisi mbalimbali za serikali na binafsi ili kuimarisha ushirikiano na kukuza biashara yao. Kuna njia mbalimbali ambazo zinakufanya wewe uwe karibu na wateja wako. Mojawapo ni hili la kukaa pamoja na kushiriki katika matukio makubwa kama haya. Na hicho kimetuvuta sisi kutoka makao makuu Dar es Salaam kuja kuungana na muuzaji wetu mkubwa Zanzibar, Falcon Limited, kuhakikisha kwamba tunawafikia wateja wetu katika mkutano huu wa pamoja kufuturu. Kwa sasa Gold Star imewekeza zaidi katika utengenezaji wa rangi za kisasa kwa ajili ya matumizi ya maeneo mbalimbali ambayo yanahitajika kupakwa rangi. Gold Star inaweza ikakutengenezea mifumo mbalimbali kutokana na bajeti yako, na hivyo kuweza kufanya mradi kwa thamani halisi ya pesa. Utakuwa huna matatizo yanayopatikana kutokana na rangi, utakuwa huna changamoto yoyote kutokana na huo mradi. Baadhi ya walika wa iftari hiyo wamesema wamefarijika kupata fursa ya mwaliko huo na kuiomba kampuni hiyo kuendeleza utaratibu huo. Unapomfutarisha mwenzako ni kwamba kuna fadhila nyingi ambazo unazipata kutoka kwake katika kipindi hichi. Tunapenda tu kutoa shukrani zetu za dhati kwa ile jambo alilofanya. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Tunashukuru sana, lakini pia hii imetuleta pamoja wateja wote ambao tunatumia rangi za Gold Star. Tumeweza kufahamiana, kubadilishana mawazo hapa na pale, lakini pia tunapenda kuwaomba hii sio mwanzo wala na mwisho. Kama kutakuwa na nafasi nyingine waweze pia kufanya kama hivi, kwa sababu inatuleta pamoja na pia tunaweza kufahamiana kwa ukaribu zaidi. Kampuni ya rangi ya Gold Star imeanzishwa mnamo mwaka wa 1988 ambapo kwa mara ya kwanza Tanzania nzima imefutarisha Waislamu kisiwani Unguja. Jamila Thabit, ZBC. Tukiachana na taarifa hiyo, kwengineko, mwenyekiti wa baraza la mji Kaskazini B Sudi Hamza amesema utaratibu wa kusaidia jamii unalenga kuondoa matatizo yanayowazunguka baadhi ya watu. Tuungane na Shweha Khatibu. Akizungumza katika ugawaji wa sadaka iliyotolewa na taasisi ya Lady Fatma Trust katika wodi ya wazazi Pangatupu, amefahamisha kuwa watu wengi katika familia wana kipato cha chini, hivyo msaada mkubwa unahitajika ili kuweza kujikimu katika kipindi hiki. Kupitia taasisi hii ya Fatma ya Lady Fatma Trust iende pia ikaconcentrate katika jamii. Kwenye jamii kuna watu wengi maskini, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Watapoenda kwenye jamii huko watawakuta wanajamii wenye maisha dhalili, masikini, na wanahitaji sana kusaidiwa. Kwa hiyo ninawaomba kwa mwaka mwingine, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, basi waiongeze fadhila mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uende katika jamii. Kiongozi wa taasisi hiyo Zainabu Mvungi kutoka taasisi ya Nyota Foundation amesema kuwa taasisi ya Lady Fatma Trust inatoa misaada mbalimbali katika hospitali za wazazi
uchaguzi, ambapo jumla hospitali 13 zinatarajiwa kupatiwa msaada huo hapa Zanzibar. Shukuru pia tuko katika hospitali ya Pangatupu na viongozi wamejitokeza kutupa sapoti. Tumeona kwamba mambo yanaenda smooth. Ingawa hospitali zingine walikuwa wanapata changamoto kidogo ya kuweza kuruhusiwa kuingia, lakini tunashukuru kweli sana viongozi wamejitolea kutusapoti na kutusaidia, yani tunaingia kiurahisi. Asanteni sana, na wamama wamefurahi, wameshukuru. Niseme tena asante Lady Fatma Trust kwa msaada wanaofanya. Wakipokea msaada huo, wazazi wameshukuru taasisi hiyo pamoja na madiwani kwa kuwapatia msaada wa chakula, hasa ukizingatia wanakumbwa na tatizo la upungufu wa damu kwa kukosa mlo kamili. Nashukuru Lady Fatma kwa kutupa msaada huu ambao utakaotukizi kwa mwezi wa Ramadhani. Tunaomba msaada mwingine kwa sababu ya changamoto za mama na watoto katika hospitali ya wilaya Pangatupu. Shueha Khatib, ZBC. Naam, kwingineko wakazi wa kata ya Chongoleani ambao ni wanaguswa na mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki wamepatiwa mafunzo ya vifaa vya ufugaji nyuki wa kisasa ili kuinua kiuchumi na kuendeleza rasilimali za bahari. Rajabu Athumani kutoka Tanga hana ripoti kamili. Akikabidhi vifaa hivyo afisa wa shirika la Mwambao anayeshughulikia uboreshaji wa minyororo ya thamani na uchumi wa wanajamii, Shaima Uwesu, amesema wanajamii hao wamepata mafunzo ya darasani na vitendo na utoaji wa vifaa hivyo vilivyofadhiliwa na mradi wa EACOP. Programu zetu zinalenga zaidi waguswa na waathirika wa mradi wa mafuta, lakini pia tunafanya ufuatiliaji wa karibu kwa muda wa miezi 12 kuweza kuhakikisha kwamba wao wanafanya ukulima endelevu na ufugaji wa nyuki endelevu. Pia tunaangalia namna gani kipato chao kinaongezeka katika namna ambayo mwanzoni walikuwa hawafanyi hiyo shughuli, lakini sasa hivi wanafanya hiyo shughuli. Kwa hiyo tunaangalia kwa karibu na kufanya kazi na wanajamii wetu kwa karibu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo ya kuweza kukuza uchumi, lakini pia kuleta uendelevu wa hizi rasilimali zetu za bahari. Mnufaika wa mafunzo hayo, Nsema Kileo, amesema mafunzo hayo yatakuwa na manufaa kwao ikiwemo vifaa walivyopewa, kwani itasaidia hata kubadilisha maisha yao. Wametufundisha jinsi ya kuvaa, walituletea gambuti kwa ajili ya kwenda kuangalia mizinga, maana mizinga tumeifunga eneo la baharini. Sasa kwa usalama wetu walituletea mavazi kwa ajili ya kukagua mizinga yetu. Gloves pamoja na vazi mpaka kichwani kwa ajili ya usalama wako, na wametufundisha jinsi ya kuvaa. Ukienda bondeni kule kuja kuangalia mizinga, uwezi kung'atwa na nyuki. Kwa upande wa serikali, mwenyekiti wa mtaa wa Ndaoya Bakari Athmani amesema utoaji wa mafunzo na vifaa hivyo utaweza kuwasaidia wakina mama na vijana wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi. Wameleta masuala hayo ili wananchi wetu wapate kipato kwa kujiendeleza katika shughuli zao binafsi. Napenda kuwashukuru sana ndugu zetu wa EACOP pamoja na Mwambao, ambapo sisi itakuwa ni sisi pamoja na vijana wetu tuna uhakika wa kwamba kujiendeleza kimaisha. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, ZBC. Asante Rajabu Athumani kutoka Tanga. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko wakazi wa Migombani wamesema watahakikisha wanaziendeleza mila, silka na utamaduni wa Kizanzibari ambazo zilikuwa zikifanywa na wazee wao, jambo lililopelekea umoja, mapenzi na mshikamano baina yao. Taarifa zaidi na Shueha Hatibu. Wakizungumza katika iftari ya pamoja iliyowakutanisha wananchi hao kupitia utekelezaji wa program ya Ishi Kizamani Toa Iftari Nje, wazee hao wamesema utamaduni wa kuftari pamoja mbali na kupata fadhila, lakini pia kunachochea kwa asilimia kubwa umoja, mapenzi na mshikamano ndani ya jamii zao. Kuwa wazee wetu wakifanya, wazee wetu wakitoa iftari nje, wakikutana nyumba hadi nyumba, wakikaa wakafuturu pamoja na kufurahi, na ikifika siku ya sikukuu wanafurahi kwa jumla jamala. Waige mfano wazee waliopita nyuma, kwa sababu wanasema ya kale ni dhahabu. Vijana sasa hivi ukiwaambia jambo kama hili, bwana yashapita na wakati, kumbe hapana. Hayo ni maadili toka enzi na enzi, toka kizazi na kizazi.
inabidi tuwarithi wazee wetu waliotuachia. Diwani wa kuteuliwa Kito Musa Zafara amesema kitendo cha wananchi kujumuika na kufutari pamoja ni kitendo chenye kutumia moyo na faraja, na kuahidi kuendelea kuwaunga mkono wananchi wake ili kuendeleza jambo hilo jema lenye malipo makubwa duniani na kesho akhera. Yaani haya mambo tukiyarejesha, mambo ya zamani ndani ya Zanzibar hii, itafunua mwamko mpya, itashajiisha kote watu wafanye vitu kama hivi. Yaani vitu kama hivi kwa Uislamu hasa vinaleta mwamko mzuri, na ndio ilivyokuwa. Shuweha Khatib, ZBC. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, moja kwa moja tuelekee Lindi ili kujikwamua kutokana na maovu yanayoenezwa kupitia mitandao ya kijamii. Makanisa yote nchini yametakiwa kuungana na kusimama imara katika kulinda maadili ya jamii. Khadija Omari kutoka Lindi anaripoti zaidi. Wito huo umetolewa na katibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Kusini, Baraka Mlonzi, wakati wa uzinduzi wa kitabu kiitwacho Maneno ya Matumaini 2027 chenye lengo la kusambaza neno la Mungu na kurejesha matumaini kwa watu waliokata tamaa. Ni kwa sababu ukiangalia dunia katika mitandao imejaa kelele nyingi ambazo ziko kinyume na muktadha wa watu kuwa watu wa kiroho. Mafundisho mapotofu yamejaa katika ulimwengu, lakini kanisa halikuitwa tu kuwa kimya wakati dunia ikiwa katika hali hiyo, limeitwa kuwa sauti ya ukweli duniani. Sasa One Voice 27 inalenga kutuunganisha makanisa yote, kuimarisha mawasiliano kwa kutumia TV, redio na mitandao, kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Kila mshiriki anapaswa kuwa shahidi. Mwenyekiti wa kanisa hilo, Mchungaji Msafiri Mtenzi, amesema makusudi maalumu ya tukio hilo lililotanguliwa na maandamano ya waumini ni kuitambulisha jamii juu ya uwepo wa kitabu hicho, akisisitiza kuwa kina uwezo wa kuwapa faraja na matumaini watu waliopitia matatizo mbalimbali ya maisha. Hichi kitabu actually ni kwa dunia nzima. Kwa uanzishaji wa usomaji wa kitabu hiki umeshaanza kutoka katika makao yetu makuu ya Union kule Dar es Salaam, na umefika katika level yetu na tutaenda katika level ya mitaa. Kina jumbe za aina mbalimbali, lakini jumbe za kuwatia watu matumaini, watu waliokata tamaa. Viko visa mbalimbali vya Biblia vizuri ambavyo Yesu aliviongelea, ambavyo vinatia matumaini kwa watu waliokata tamaa. Hili ni jambo ambalo ni la kwetu sote katika familia zetu, katika makanisa. Tuwe wito kwa watu wapende kusoma vitabu. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wakaeleza matumaini yao juu ya kitabu hicho. Na hivyo kupitia kitabu hiki tunaamini kwamba kitawavuta watu wengi kuwaleta kwa Kristo baada ya kupata matumaini kwa njia ya kitabu hiki. Nipende kusisitiza na kuwatia moyo wanajamii au Watanzania kwa ujumla, wanapofikiwa na kitabu hiki waweze kukipokea kwa mikono miwili, ili kiweze kuwasaidia wao pamoja na marafiki, ndugu jamaa na marafiki. Unaweza usikate tamaa, lakini una mtu aliyekata tamaa. Na manufaa ambayo tunakwenda kuyapata ni kupata tiba ya moyo ambayo itakwenda kupunguza watu wenye msongo, na hata wale ambao ingewapelekea kujinyonga kwa sababu ya maisha watakwenda kunusurika kupitia kitabu hiki. Vijana ninawatia moyo kwamba inapotokea fursa basi tuende nayo sambamba. Kwa hiyo kitabu hiki kimejaa matumaini na kinawaita wote waliokata tamaa, waliopoteza matumaini, waliodhoofika na kukonda mioyo, wanaalikwa wakisome kwa bidii, maana kinakwenda kuleta chemchemi mpya ya baraka katika maisha yao. Kutoka Lindi, Khadija Omari, ZBC. Na tuelekee wilaya ya Kati ambapo mbunge wa jimbo la Uzini Ali Haidari Madowea amekabidhi vifaa vya ujenzi kwa kamati ya siasa ya tawi la Bambi ya Bondeni kwa ajili ya kuimarisha ujenzi wa matawi yao. Zena Harobo anaeleza zaidi. Akizungumza katika makabidhiano hayo, mbunge huyu amesema lengo la kukabidhi vifaa hivyo ni kuimarisha miundombinu ya matawi na kuhakikisha shughuli za kisiasa na kimaendeleo zinafanyika katika mazingira bora. Leo tumekuja kwa ajili ya kukabidhi, na huu ni mwendelezo. Tumefanya hivyo Bambi Kaskazi, tunafanya hivi Bambi ya Bondeni, kesho tutakwenda inshallah Kidimni, tutakwenda na Kijibwe Mtu pamoja na Mkwajuni na Mpapa. Tunapoona changamoto tunakaa na mwenzangu mwakilishi na madiwani, umeona, lakini vile vile tunashirikiana na uongozi wa kamati ya siasa jimbo
tunashirikiana na wadi pamoja na tawi husika. Kwa upande wake mwakilishi Azania Msingiri na diwani Haji Mzee Ali amewataka wanakamati na wanachama kusimamia vyema vifaa hivyo ili viweze kutumika kwa malengo na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa wananchi katika kufanikisha ujenzi huo. Lengo ikiwa ni kuja kukabidhi vifaa hivi ambavyo vinakwenda kurejesha au kuongeza uhai kwanza wa Chama cha Mapinduzi, lakini la pili, chama chochote duniani ni watu. Kwa hiyo kupitia vifaa hivi naamini kwamba tawi letu hili la Bambya Bondeni litakwenda kuongeza watu, lakini litakwenda kuleta mabadiliko na kukisi yale matakwa ya rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kusema kwamba siasa na uchumi. Lengo na mazumuni kama nilivyosema ni kukabidhi vifaa kwa ajili ya uwezekaji wa tawi. Ni waombe sana wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Bambya Bondeni kwamba kuhakikisha vifaa hivi tunavilinda ili viweze kufikia yale malengo ambayo tumekusudia. Na wanachama wa Bambya Bondeni wameshukuru viongozi hao kwa msaada huo na kuahidi kushirikiana kikamilifu katika utekelezaji wa mradi huo. Mimi kwa niaba ya vijana wenzangu tumefurahi sana na tunashukuru sana kupatiwa vifaa kwa niaba ya kuliezeka jengo letu, kwa sababu vijana kama vijana tunakuwa tuna fursa nyingi tunapenda kuzitumia, lakini pia tunapenda kutumia katika tawi letu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Mheshimiwa alituahidi wakati wa kampeni atakuja kuliezeka tawi letu na tutalitumia wana Bambya Bondeni. Tawi hili limedumu takriban kwa miaka 13 pasina kuwezekwa, lakini viongozi wetu leo hawa wamekuja muda mfupi tu, ndani ya siku 100 wanakamilisha uwezekaji wa tawi letu. Zena Harub, ZBC. Naam, na sasa tuelekee Kilosa, Morogoro. Halmashauri ya wilaya Kilosa iliyopo mkoani Morogoro imeanza mikakati ya kuhakikisha inaanzisha vyanzo vipya vya mapato, ikiwemo mkakati wa kuanzisha kituo cha kupaki gari katika eneo la Dumila Juu kwenye barabara ya Dumila Dodoma. Tuungane na mwanahabari wetu Cleophas Flavian. Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo ambalo limependekezwa kuwa eneo la kupaki malori ambalo kila lori litalazimika kulipia endapo litapaki eneo hilo kwa ajili ya madereva kupumzika, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kilosa Mheshimiwa Amani Sewando amesema kama halmashauri itaenda kushirikisha viongozi kuona namna kupata sehemu hiyo. Si tu kwamba malori yatapata pa kupaki, lakini jamii hapa itaenda kufaidika huduma itakavyozidi kutolewa hapa. Mama ntilie watauza chakula, watapata uchumi wao, watapeleka watoto shule, lakini na Dumila nayo itazidi kutanuka. Kwa sababu dunia tukubali tukatae, siku hadi siku maisha yanabadilika. Sasa leo nimefika hapa, nimejionea. Ombi letu si tutazidi, kwa sababu serikali ni moja. Hili eneo ni la TANROADS, tutarudi tutamshirikisha mbunge hapa ili jimbo namna gani ataweza kutusaidia tukasimama pamoja tulipate na tuweze kuweka huduma ya malori hapa. Kwa upande wake diwani wa kata ya Dumila Mheshimiwa Douglas Mwigumila amesema eneo hilo endapo litapatikana litainua mapato ya halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Mawazo haya ya halmashauri ambayo kimsingi yaliasisiwa na halmashauri yetu ya kijiji, lakini yalipokelewa vizuri mno na mkurugenzi wetu mtendaji, kwa maana ya kujaribu kufikiri kwamba eneo hili linaweza kuinua mapato ya halmashauri. Nimpongeze sana mkurugenzi na ni maombi yangu kwamba Mheshimiwa mwenyekiti na mkurugenzi muendelee kupambana ili ikiwezekana tulipate eneo hili kwa maslahi mapana ya wananchi wetu. Kutokana na hali hiyo, mtendaji kata ya Dumila Juu Nizari Gombere amesema mpaka sasa hawajapata mrejesho kamili wa kupata eneo hilo ambalo pia litasaidia ukuaji wa uchumi kwa watu binafsi, kwani litazungukwa na vibanda vya wafanya biashara. Kwa mkoa alitoa maelekezo kwamba ataongea na TANROADS, kwa kuwa eneo hili ni TANROADS, ataongea na TANROADS ili watupatie walau eneo lenye ukubwa wa eka 4 ili walau kuweza kutoa hiyo huduma ya parking ya malori hapa na kupunguza ajali barabarani. Kwa hiyo alituahidi hivyo kwamba angeweza kufanya hivyo, na wakitoa mapendekezo mbalimbali kwamba eneo letu pia litazungukwa na vibanda vya wafanyabiashara ili kuboresha ukuaji wa uchumi wa watu wa eneo hili. Kwa hiyo toka tulipokuwa tumezungumza na mheshimiwa mkuu wa mkoa, bado mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri tulikuwa tumepata ujumbe wa kwamba namna gani tungeweza kupatiwa hili eneo. Kwa hiyo tuko kwenye mkakati wa kufuatilia kuona namna gani tunaweza kupatia hili eneo ili kutekeleza mradi huu mkubwa
ambao Mheshimiwa Mwenyekiti unaenda kuboresha ukuaji wa uchumi pia hata wa watu binafsi kabisa katika eneo hili la Dumila Juu. Cleophas Flavian, ZBC, Dumila, Kilosa, Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Magharibi Amuri Manga amehimiza jamii kuendelea kuhamasisha watoto na vijana kuhifadhi Qur'ani, akisema hatua hiyo itasaidia kujenga kizazi chenye maadili mema. Habiba Salum anaripoti. Akizungumza katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoandaliwa na kamati ya dawa ya skuli ya sekondari Kidongo Chekundu, amesema kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fursa muhimu kwa jamii kuongeza juhudi katika malezi kwa vijana. Malezi mazuri ya watoto ambayo kwayo wao wameibuka kuwa ni watoto wenye kutaka na kuipenda Qur'an tukufu na kuanza kuisoma, lakini kuhifadhi kwa kuweka kwenye vifua vyao. Bila malezi mema wangekataa kabisa. Bila malezi mema watoto wangelikataa kabisa kuisoma Qur'an tukufu. Lakini mmeamua kuwalea watoto kwa hisani, mmeamua kuwalea watoto katika takwa, mmeamua kuwalea watoto katika misingi ya tauhidi, ndio sasa wameamua kuipenda na Sasa wazee ambao watoto wao hawasomi Qur'an waone mafunzo haya leo. Mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Kidongo Chekundu, Asha Mkubwa Hamis, amesema jitihada hizo zinalenga kuwajenga wanafunzi kuwa viongozi bora wa baadaye. Lengo kuu la mashindano haya ni kuandaa wanafunzi kwa kuwa viongozi wazuri wa baadaye, kwa sababu wanapoondoka hapa tunategemea rais atatoka humuhumu, mawaziri wanatoka humuhumu, wakuu wa wilaya watatoka humuhumu, wakuu wa mikoa watatoka humuhumu na watu wengine mbalimbali watakaoweza kusimamia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo imani ambayo tutakayomjenga mwanafunzi ndiyo ambayo itakayomuongoza kuwa kiongozi mzuri wa baadaye, kwa sababu ndani ya Qur'an tukufu ni mwongozo kamili wa maisha ya binadamu na kila kitu kimeelezwa ndani ya kitabu hiki ili namna gani binadamu aweze kuishi katika maisha yake ya uwepo wake wa hapa ulimwenguni. Mashindano hayo ya kuhifadhi Qur'ani yamewakutanisha wanafunzi wakionyesha uwezo wao wa kuhifadhi na kusoma Qur'ani, huku uongozi wa skuli hiyo ukiomba msaada kutoka kwa wadau na jamii kwa ajili ya ujenzi wa msikiti ndani ya skuli hiyo. Habiba Salum, ZBC. Na mtazamaji, tuhitimishe basi taarifa zetu kwa kuangazia yaliyojiri huko Kilosa. Kituo cha afya Dumila kilichopo wilaya Kilosa kinachohudumia zaidi ya wakazi 25,000 kinakabiliwa na upungufu wa wahudumu wa afya kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo za kuwepo kwa ongezeko la watu. Cleophas Flavian kutoka Kilosa anaripoti. Akizungumza wakati wa ziara ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, Mheshimiwa Amani Sewando, ya kukagua miradi ya maendeleo ikiwemo afya na elimu, diwani wa kata Dumila Mheshimiwa Douglas Mwigumila ameiomba serikali ya wilaya ya Kilosa kuwasaidia kupata huduma wa afya ili kituo hicho cha afya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na kituo chetu kina changamoto. Miongoni mwa changamoto ni idadi ndogo ya watumishi. Inapotokea ajali kama hiyo inakuwa changamoto namna ya kuwahudumia. Lakini vile vile changamoto kubwa zaidi ni kukosa jengo la kuhifadhi maiti. Kwa hiyo nilikuwa naomba pamoja na mpango mzuri uliopo wa serikali na halmashauri kwa ujumla, tuone namna gani tunaweza kupata jengo la mochwari katika siku za hivi karibuni. Kufuatia kudaiwa kuwepo kwa changamoto hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa Mheshimiwa Amani Sewando amesema halmashauri hiyo imeweka bajeti ili kuziba maeneo ambayo kuna upungufu wa watumishi wa afya, huku mganga mfawidhi kituo cha afya Dumila Dr. Fredi Sanga akisema kuwa kumekuwa na ongezeko la wagonjwa kutokana na eneo la Dumila kuwa na idadi kubwa ya watu. Kwamba tukiwezekana kwenye bajeti yetu nadhani tulikuwa tunakadiria kwenye 60 na kitu kwa mwaka milioni kuweza kupata watumishi kupitia halmashauri ili kuziba yale mapengo wakati tukisubiri serikali kuu kutuletea. Sasa niseme kwenye hili tutaenda sisi kukomalia mapato. Ili tuweze kufanikiwa ni lazima mapato yawe juu. Na ndio tuweze kuajiri watumishi kwa kuwalipa ngazi ya halmashauri. Na tumeshapata bajeti yenu kama afya, tutaenda kulitekeleza. Kituo hiki kinahudumia wakazi zaidi ya 25,000 kwa mujibu ya sensa ya 2022, lakini kuna ongezeko sana la wakazi hapa Dumila kwa sasa kwa sababu ya maendeleo ya eneo la Dumila. Huduma zinazotolewa kwa wananchi ndani matibabu ya magonjwa ya nje,
kliniki za uzazi na watoto, kujifungua na upasuaji wa uzazi pingamizi. Kuna upasuaji mwingine kama ule wa mabusha. Hapa kumekuwa na ongezeko kubwa la wagonjwa. Kwa mfano tulikuwa tunahudumia kwa miezi mitatu, yani robo mwaka, wagonjwa 1500, ila kwa mfano mwezi uliopita tumeweza kufunga na wagonjwa 1061 ndani ya mwezi mmoja. Kwa upande wa kina mama ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya mama na mtoto, wamesema kituo cha afya Dumila kinawapa huduma nzuri kwa mama na mtoto. Huduma nzuri kwa dawa, kwa upimaji, mazingira yako vizuri, ujengaji wameboresha vizuri. Kwa hiyo tukifika wale wanakuchangamkia vizuri, wanakupeleka huku tayari huduma unapata, dawa unapata vizuri. Huduma mama na mtoto iko vizuri. Watoto wanahudumiwa vizuri, si wenyewe wajanyuma wajawazito nao wanapata huduma vizuri. Tuko sawa, hatuna shida yoyote. Professor Flavian, ZBC, Dumila, Kilosa, Morogoro. Na mtazamaji, tamati ya Dau la Habari. Usikose kuungana nasi saa 2:15 kwa taarifa yetu nyingine ya habari. Tumeongozwa na Jamila Thabit, mkalimani wa lugha ya alama ni Shweha Hatibu. Jina langu ni Zuena Manga. Asante na jioni njema.